Ya, nafikiri bana tulio wengi tunafahamu tupo katika wimbi au katika sakata la wanayanga kusherekea ubingwa. Sasa unaambiwa baada ya ushindi mkubwa na kutoa ubingwa wa ligi kuu kwa mara ya 4 mfululizo, mashabiki wa Yanga hawajapumzika. Sasa wanasherekea kwa kishindo kupitia Aviola Party, tamasha maalumu lililoandaliwa na kuenzi mafanikio ya klabu yao pendwa ya Yanga. Kwenye tukio hilo, star wa Bongo Flava Mbosso ndiye aliyekuwa akiongoza burudani, akiwapa mashabiki ladha ya muziki wa kimahaba na ushindi. Aviola Party imegeuka kuwa sehemu ya hamasa ya mashabiki wa Yanga, ikidhihirisha namna soka na muziki vinavyokwenda sambamba katika kusherekea mafanikio ya taifa kwa ujumla. Lakini sasa bana, kuna moja ya kitu ambacho kimenishangaza katika kusherekea ubingwa wa wanayanga. So moja ya tukio ambalo sikulitegemea katika klabu hiyo. Unajua bana, wakati wakiwa wapo kwenye sherehe za kutoa ubingwa, so kuna nyimbo ambayo naweza nikasema nyimbo hii bana ni nyimbo ya timu pinzani. Hapa naizungumzia nyimbo ya msanii Alikiba ambayo inaitwa Simba Mnyama. So ilionekana ni moja ya kitu cha ajabu sana baada ya wanayanga kupigwa nyimbo hiyo na wao kuanza kuenjoy wakifurahia, na hii ilitokana na baada ya kusherekea au kupita katika mitaa ambayo mitaa hiyo wanapatikana sana mashabiki wa klabu ya Simba. So kama unavyoweza kuona hapa kwenye hii videos, hapa walikuwa wamepita maeneo ya Msimbazi, na huku pembeni hapa pana jengo la klabu ya Simba. So imepigwa ngoma hiyo na mashabiki wa Yanga, so wameweza kuruka nayo na kuimba fresh kabisa kama inavyotakiwa. So hii imekuwa ni moja ya burudani tosha sana, ni burudani kubwa sana ambayo imependwa na kila mtu. So upande wa klabu ya Simba, upande wa klabu ya Yanga, kama unavyoweza kuona hapa, wote walikuwa wamejumuika hapo. Ukiangalia kwa mbali utaona jezi za klabu ya Simba, japokuwa ni kwa chini chini sana. Ukitazama hizi video unaweza ukaona baadhi ya watu kwa mbali wamevalia t-shirt za rangi nyekundu. Sasa hizi zilikuwa ni sherehe za kutoa ubingwa wa wana